Kuwa na mwanasheria ni jambo bora, muhimu sana, tena sana kwako wewe unayeishi hapa Marekani na unayeishi Canada. Mwanasheria ni mtu ambaye cha kwanza anaijua sheria ya nchi unayoishi, na pia yupo pale kwa ajili ya kukutetelea pale ambapo unapokuwa na haki yako ya msingi. Basi mwanasheria atakutetelea ili haki yako uweze kuipewa. Lakini usipokuwa na mwanasheria hapa Marekani, na tatizo letu la sisi kutokuwa na wanasheria hapa Marekani limetusababisha walio wengi ndugu zetu wamehukumiwa kwa makosa ambayo wasingeweza kuhukumiwa. Kutokuwa na wanasheria hapa Marekani kumetusababisha walio wengi tumeweza kuanza kuingia kwenye gharama nyingi ambazo hizo gharama tusingeweza kuja kuingia kwenye hizo gharama ambazo tunazokuja kujiingiza. Kutokuwa na wanasheria walio wengi wameweza kununua majumba, tena majumba ambayo wameyanunua wameanza kuja kufanya gharama kubwa kwenye majumba ambayo wameyanunua kwa pesa nyingi, lakini kwa sababu hawajui sheria na hawana wanasheria wameanza tena kuja kutoa pesa nyingi kwa ajili ya kuanza kutengenezesha hizo nyumba, na wakati hawakuwa wanastahili kutoa pesa ili kutengenezesha hizo nyumba. Kwa hivyo ni muhimu sana kwako wewe ambaye unaishi hapa Marekani na Canada kuwa na mwanasheria. Zamani tuliamini ya kwamba anayestahili kuwa na mwanasheria ni labda ni watoto wa matajiri, haiza matajiri, wachezaji wa mpira, haiza wale wanamuziki wakubwa wa dunia, kwa sababu ndo ambao waga tunazoea tunakuja kusikia kwamba hivi yes, serikali bado inaongea na mwanasheria wa Cristiano Ronaldo, haiza bado wanaongea na mwanasheria wa mtoto wa Kikwete, haiza wanaongea na mwanasheria wa mtoto wa rais fulani hivi na hivi. Tuliamini na tuwaga tunaelewa ya kwamba mwanasheria anatumiwa tu na matajiri, lakini mwanasheria anaweza akatumiwa na mtu yeyote yule. Ukifuata tu sheria na ukifuata kanuni za kuwa na mwanasheria, basi una uwezo wa kuwa na mwanasheria wako. Hapa Marekani na Canada, mwanasheria wako utampata wapi ambaye hatakayeweza kukusimamia wewe? Alafu tena uzuri wa bahati, mwanasheria huyu ambaye sisi tutakayeenda kukuambia ni mwanasheria ambaye haato kusimamia tu wewe pekee, hataisimamia familia yako nzima. Ukiwa hata na watoto 10, hata watoto 15, kama kuna mtoto ambaye hajaeneza miaka 25 kupandisha, basi huyo mwanasheria ataweza kuwasimamia ninyi wote. Yeyote atakayeweza kupata matatizo, huyo mwanasheria atakuwa pale kwa ajili ya kuweza kuitetelea familia. Huyo anaitwa mwanasheria wa familia. Matumaini yangu mzima popote pale ulipo, mfuatiliaji wetu na mtazamaji wa BG Online TV, wewe ambaye huwa unautenga muda wako kila kutoka leo pale unapoweza kuona kipindi chetu, haiza vipindi vyetu vimeweza kupeperushwa kwenye mtandao wetu wa YouTube, basi unakuwa mtu wa kwanza kwa kuweza kufuatilia vipindi vyetu ili usio unapitwa na taarifa zetu. Hongera sana kwako wewe ambaye umekwisha fanya hatua kama na hiyo. Pia tunakuomba wewe ambaye labda ni mara yako ya kwanza kuweza kukutana na YouTube channel yetu mtandaoni muda kama na huu na bado hauja subscribe, basi tungekuomba uweze kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya BG Online TV. Lengo na mazumuni ni kwa sababu usio unapitwa na vipindi vyetu ambavyo tunakuwa tunavitoa hapa kwenye YouTube channel yetu ya BG Online TV. Kwa wewe ambaye bado hujanifahamu, langu jina naitwa Nicholas Uji. Naishi nchini Marekani kwenye jimbo la Kentucky mjini Bowling Green. Hapa Bowling Green ndipo ninapopatikana na ndipo panapopatikana makao makuu yetu ya BG Online TV. Pia Bowling Green ni moja kati ya mji mdogo sana, lakini ni mji ambao umebeba matukio mengi sana ambayo ni matukio ya kushangaza. Marekani nzima sehemu ambapo pana mto uliopotea, Lost River, inapatikana hapa kwetu Bowling Green, Kentucky. Ndipo panapopatikana mto huo ambao ni mto wa maajabu. Ulikuwa mto mkubwa miaka iliyopita, lakini kwa sasa huo mto ulipoteaga, na ukiweza kupata nafasi ya kwenda kufanya matembezi kwenye mto huo, kuingia ni $21, lakini utakapoweza kuingia hapo utakuwa unakutanana na mambo mbalimbali atakayokushangaza. Hapo kwenye mto huo usishangae utakuwa tayari umeshaingia, lakini ukashindwa kujua kwamba hivi ndo tayari nimeshaingia kwenye huo mto. Lost River ni moja kati ya mto ambao unaopatikana hapa kwetu Bowling Green. Hautaupata sehemu nyingine yeyote Marekani.
Sawa, lakini sio hivyo tu. Bowling Green ina moja kati ya vituo mbalimbali ambavyo vinavyosababisha watu wanaendelea kuenjoy bana. Hapa kwetu Bowling Green kuna mambo mengi sana. Marekani nzima hakuna sehemu ambapo utakapokuja kukuta watoto wanaruhusiwa kutembea hivi. Watoto wengine ambao wana miaka 2, miaka 3 wanaruhusiwa kutembea bila kuwa na wazazi wao. Lakini ruksa hiyo ipo tu hapa kwetu Bowling Green. Unaweza ukafika sehemu inaitwa Lipwens, utakuta watoto hata mida saa 2, saa 3. Lakini sehemu nyingine ndo hivyo, mtoto tu akiachwa dakika 2, 3 polisi tayari wameshafika. Lakini hapa kwetu Bowling Green tuna huo uhuru. Kuna Lipwens, kuna Brownway, kuna Creekwood na sehemu zingine tofauti. Lakini hatupo huko. Taarifa ambayo labda napendelea kuja kutoa siku ya leo ni taarifa ambayo inayolenga zaidi sana ndugu zangu ambao mnaishi hapa Marekani, na pia wale ndugu zetu wanaoishi pale nchini Canada. Ndugu ambao mnaishi hapa nchini Marekani na wale ambao wanaopatikana pale Canada, taarifa hii ni taarifa muhimu sana kwetu, kwa sababu itaenda kutusababishia tuweze kuanza kuepuka mambo mbalimbali ambayo tulikuwa tunayafanya siku zilizopita kama vile mazoea, lakini hatukuwa tunajua ya kwamba hayo mazoea yetu yanaenda yanatuchimba chini kwa chini, yanaenda yanatumiza chini kwa chini. Taarifa ni kwamba ni wazi kwamba matukio yanayotendeka hapa Marekani na Canada, hususan hapa Marekani kuna baadhi ya matukio ambayo yanatendeka kila kutoko leo, yanakuwa ni matukio ambayo ukisema kuyasikia kweli ni rahisi mtu kuyasikia, lakini kuyaelewa inaleta ugumu kidogo. Tunaanza na haya matukio ya ubakaji. Matukio ya ubakaji yamekuwa matukio mengi sana yanayoripotiwa kila kutoko leo. Na uzuri wa bahati, Marekani sio sehemu ya kusubiri kusikia kwamba fulani kafanya hivi. Hapana, kwa sababu utaratibu wa Marekani unakuwa ni kwamba kila jimbo na kila mji unakuwa na, tuseme polisi ya mji inakuwa na page yao, aidha ukurasa wao kwenye Facebook ambao uwaga wanafanya kila atakayeshikwa basi uwaga wanatoa maelezo yake, ameshikwa muda fulani kwa kosa fulani na ametolewa hukumu ya aina fulani. Kila mji polisi uwaga wanakuwa na ukurasa wao wa Facebook ambao uwaga wanatoa hayo maelezo. Sasa kesi za ubakaji zimekuwa nyingi sana kwa jamii zetu sisi wageni. Wingi wetu nchini Marekani na Canada unaongeza wingi wa matukio. Wingi wa matukio unaenda unaharibu sifa zetu. Tuelewe ya kwamba ubaya wa matukio ukiwa nchi nchi za kigeni ni kwamba tukio analolifanya mtu mmoja linakuja kuhatamia jamii nzima. Kwa mfano leo hii mimi Nicholas nimebaka na mimi tayari ni Mkongomani. Utakuja kusikia kwamba Wakongomani wanakuwa na matukio ya ubakaji mara kwa mara. Hawatosema Mkongomani, wanasema Wakongomani. Na huku wanakuja kujumuisha tu sio Wakongomani tu pekee, wanasema Waafrika. Sasa matukio kama na haya, baadhi yanakuwa ni matukio ya ukweli na matukio mengine yanakuwa sio ya ukweli. Lakini yote kwa yote tunakuja kuhukumiwa kwa sababu hatujui nini? Hatujui sheria. Kutokujua sheria kumesababisha ndugu zetu wengi sana hapa nchini Marekani wameweza kuhukumiwa. Kutokujua sheria hapa nchini Marekani, walio wengi wananyanyasika hata wanaponunua magari. Unakuja kukuta umenunua gari, baada ya miezi 2, miezi 3, ile gari imekuja kuharibika kwa mazingira ambayo wewe mwenyewe hauelewi. Lakini kwa sababu haujui sheria namna gani unavyoweza kwenda kuongea na yule aliyekuuzia hiyo gari, unakuja kujikuta tayari umekubali hiyo hasara, unaanza kupiga hesabu ya kununua gari nyingine. Pia kutokujua sheria kunasababisha hata watoto wetu, haiza watoto ambao wanapelekwa shuleni, wanaenda kusoma kwenye mazingira ambayo wewe mzazi, mazingira anayochukuliwa mtoto wako, haiza ndugu yako, unakuja kujikuta hayajakuridhisha. Lakini unakuja kujikuta haujui sheria, haujui wapi utakapoanzia, basi unaona bora yende hivyo. Sio tu hilo, hata tunakuja kuingia kwenye masuala ya ununuzi wa manyumba. Leo hii Waafrika wengi, hususan sisi Wakongomani, Warundi, Wanyarwanda na kadhalika,
tumekuwa na ile hali ya kuonesha ya kwamba aiza ya kuona kwamba kuishi kwenye nyumba za kupanga muda mwingine haina heshima, na kweli haina heshima. Hivyo basi walio wengi tumeingia kwenye mfumo wa kuanza kununua nyumba, na tunanunua nyumba kutokana na credits. Walio wengi wananunua nyumba kutokana na credits. Credit ni uaminifu ambao wameuona serikali na benki unayotumika nayo kazi, wameona uaminifu ulionao, basi wanajua ya kwamba hata ukisema wakupatie mkopo wa $300,000 wa nyumba, basi wanajua ya kwamba uaminifu wako utaweza kulipa kile kitu ambacho labda umeenda kukikopa. Na ndio maana walio wengi leo hii wanapata nafasi hiyo ya kuanza kununua majumba, kununua magari, kufungua biashara kwa ajili ya mikopo hapa Marekani. Lakini vile vile unapoenda kukopa hiyo nyumba, kunakuja kuwa ni vitu vingi ambavyo labda haukuvijua vilivyoweza kuwepo kwenye hiyo nyumba. Haiza kipindi unanunua hiyo nyumba, kuna baadhi ya vitu ambavyo labda vilikuwemo ndani ya nyumba, wewe haujui chochote. Wewe ulikuwa na furaha yako tu uweze kununua nyumba, utoke kwenye nyumba ya kupanga uingie kwenye nyumba ya kununua. Lakini sasa kwenye ile nyumba ambayo umeenda kununua, kuna baadhi ya vitu ambavyo ulitakiwa kuvijua kabla hata hujahamia, lakini kwa sababu haukuwa unajua, basi hukaona uingie. Baada ya siku ngapi, mwaka mmoja, unakuja kujikuta ile nyumba inaanza kutoa baadhi ya matatizo fulani ambayo we mwenyewe unakuja kushangaa. Matatizo hayo ambayo yanayotokana na nyumba, unakuja kujikuta hauna sehemu yoyote ile ambayo una uwezo wa kwenda kuripotia, kwa sababu haujui utaanzia wapi na utaishia wapi. Unaanza kuingia kwenye gharama ya kuanza kutengenezesha ile nyumba, aliyakuwa kuna njia fupi ambayo ungetumia, ambayo wewe hiyo gharama isingekuwa kwenye mgongo wako, lakini kwa sababu haujui, unaanza kujitwisha hiyo yote mizigo. Yote kwa yote ni kwa sababu hatujui sheria. Sio tu hivyo, tunaingia hata kwenye masuala haya ya vitambulisho. Vitambulisho hapa Marekani ni moja kati ya vitu muhimu sana ambavyo mtu unatakiwa kuwa navyo. Na pale unapopoteza vitambulisho vyako, unakuja kujikuta ni kama vile unakosa raha hapa Marekani, unakosa amani, na ni vitu vingi baadhi unaweza ukavikosa kwa sababu ya vitambulisho. Muda mwingine unaweza ukaja kuonekana wewe ni mhamiaji haramu aliyakuwa ulikuja kwa njia halali ambayo tena inayotambulika na serikali. Lakini kwa sababu haujui namna gani ya kuweza kujitetelea ili uweze kupata vitambulisho vyako ambavyo ulikuwa navyo, basi unaanza kutumia njia zingine ambazo zitakazokuja kukugharimu. Aliyakuwa kulikuwa na njia ambayo ungeitumia bila kutoa senti hata moja, lakini kwa sababu haujui, unakuja kuingia kwenye gharama. Sasa tufanye kitu gani ili tuweze kuondokana na hayo mambo mengi ambayo yanayoweka maisha yetu matatani, na tuje kuingia kwenye mambo ambayo yatakayoweza kutupatia na sisi namna ya kuishi, ili tuje kuishi kama wanavyoishi wenye nchi yao, iza wenyeji wa nchi. Tuondokane na ile hali ya kuitwa wageni mara kwa mara. Kuitwa mgeni sawa, sio shida, lakini shida ni ile ugeni wako unakuja kuwa ndo fimbo ya wewe kuchapwa kila siku, na unachapwa hizo fimbo za matukio, kesi, na kuweza kuzingiziwa vitu mbalimbali. Ni kwa sababu haujui sheria. Sheria duniani kote, sheria ni msumeno. Itakavyomhukumu raia ndivyo itakavyomhukumu wewe mgeni. Licha yanaweza yakawa na utofauti, aidha hukumu zinaweza zikawa na utofauti, anavyoweza kuhukumiwa raia na anavyoweza kuhukumiwa mgeni kunaweza kukawa na utofauti, lakini hukumu ni lazima iweze kutenda kazi yake kama ilivyo sheria. So njia mojawapo ambayo itakayoweza sasa kutuepusha na haya mambo mbalimbali ni hili. Cha kwanza, nitatoa ushauri kwa ndugu, jamaa na marafiki wote ambao huwa wanafanya kila tatizo analolipata anaanza kupigia polisi simu. Unaipigia namba ya dharura 911, unaipigia simu, polisi anakuja. Polisi atakapokuja, anakuja kusikiliza yale maelezo. Na polisi anapokuja, elewa ya kwamba pale unapoita polisi mara kwa mara, wanajua ya kwamba na wewe ni mwingi wa matukio.
Matukio licha si matukio ya wewe ya kuweza kufanya matukio ya uhalifu, waweza matukio mbalimbali, ile hata kupigia polisi simu mara kwa mara sio vizuri hapa nchini Marekani. Walio wengi tunakuja kuona kwamba ni kuweza kusuluhisha yale mambo ambayo labda yametukabili, lakini ile simu unaipigia polisi mara kwa mara sio vizuri. Ni sawa na kuweza kuita ambulance mara kwa mara pale unapoweza kuumwa. Pale ambulance inapokuja, unapoipigia simu dharura, unapigia ambulance, simu inakuja kukuchukua. Kwenye Medicaid yako tayari panaenda kukatwa pesa. Unaona? Pale tu ambulance inapokuja kwako, waga wanakata pesa takriban $700. Ambulance tu inapotoka kwenye ilikuwa inakuja nyumbani kwako kuja kukuchukua ili kupeleka hospitalini, $700 tayari imekatwa kwenye Medicaid yako. Elewa ya kwamba njia ambayo tunatakiwa kuitumia sisi ili tuweze kuishi vizuri na tuweze kuondokana na hayo mambo mengi sana ambayo hatukuwa tunayajua na yameweza kututafuna siku nyingi zilizopita, basi tujitahidi kuwa na wanasheria. Kuwa na mwanasheria ni jambo bora, muhimu sana, tena sana kwako wewe unayeishi hapa Marekani na unayeishi Canada. Mwanasheria ni mtu ambaye cha kwanza anaijua sheria ya nchi unayoishi. Pale unapokuwa na haki yako ya msingi, basi mwanasheria wako atakutetelea ili haki yako uweze kuipewa. Lakini usipokuwa na mwanasheria hapa Marekani, na tatizo letu la sisi kutokuwa na wanasheria hapa Marekani limetusababisha walio wengi ndugu zetu wamehukumiwa kwa makosa ambayo wasingeweza kuhukumiwa. Kutokuwa na wanasheria hapa Marekani kumetusababisha walio wengi tumeweza kuanza kuingia kwenye gharama nyingi ambazo hizo gharama tusingeweza kuja kuingia kwenye hizo gharama ambazo tunazokuja kujiingiza. Kutokuwa na wanasheria, walio wengi wameweza kununua majumba, tena hayo majumba ambayo wameyanunua wameanza kuja kufanya gharama kubwa kwenye majumba ambayo wameyanunua kwa pesa nyingi, lakini kwa sababu hawajui sheria na hawana wanasheria wameanza tena kuja kutoa pesa nyingi kwa ajili ya kuanza kutengenezesha hizo nyumba, na wakati hawakuwa wanastahili kutoa pesa ili kutengenezesha hizo nyumba. Kwa hivyo ni muhimu sana kwako wewe ambaye unaishi hapa Marekani na Kanada kuwa na mwanasheria. Zamani tuliamini ya kwamba anayestahili kuwa na mwanasheria ni labda ni watoto wa matajiri, haiza matajiri, wachezaji wa mpira, haiza wale wanamuziki wakubwa wa dunia, kwa sababu ndo ambao waga tunazoea tunakuja kusikia kwamba hivi yes, serikali bado inaongea na mwanasheria wa Cristiano Ronaldo, haiza bado wanaongea na mwanasheria wa mtoto wa Kikwete, haiza wanaongea na mwanasheria wa mtoto wa rais fulani hivi na hivi. Tuliamini na tuwaga tunaelewa ya kwamba mwanasheria anatumiwa tu na matajiri, lakini mwanasheria anaweza akatumiwa na mtu yeyote yule. Ukifuata tu sheria na ukifuata kanuni za kuwa na mwanasheria, basi una uwezo wa kuwa na mwanasheria wako. Hapa Marekani na Kanada, mwanasheria wako utampata wapi ambaye hatakayeweza kukusimamia wewe? Alafu tena uzuri wa bahati, mwanasheria huyu ambaye sisi tutakayeenda kukuambia ni mwanasheria ambaye haato kusimamia tu wewe pekee, hataisimamia familia yako nzima. Ukiwa hata na watoto 10, hata watoto 15, kama kuna mtoto ambaye hajaeneza miaka 25 kupandisha, basi huyo mwanasheria ataweza kuwasimamia ninyi wote. Yeyote atakayeweza kupata matatizo, huyo mwanasheria atakuwa pale kwa ajili ya kuweza kuitetelea familia. Huyo anaitwa mwanasheria wa familia. Malipo yake ni madogo sana, tena sana. Unampata wapi mwanasheria? Mwanasheria unampata kwenye kampuni inayoitwa Legal Shield. Legal Shield ndiyo kampuni pekee ambayo utakayempata mwanasheria wako atakayeweza kukutatulia kesi zako zote ambazo zimeikumba familia yako. Iwe kesi ya gari, umepata ajali barabarani, haja kupigia polisi simu. Pigia mwanasheria wako aje, na mwanasheria wako hataweza kutatua hayo mambo bila hata wewe kuongea sana. Usiokope ukiwa na mwanasheria.
Unapoweza hata kupata matatizo ya nyumba yako, umenunua nyumba lakini baada ya siku ngapi unaanza kuona kule kwenye basement mambo yameanza kuwa tofauti na ulivyotarajia. Haizo unaanza kuona nyumba mara inakatakata umeme, mara maji nini, mara nini. Fuatilia mwanasheria wako bado mapema. Hacha kupigia polisi. Unapopigia polisi mara kwa mara, unaenda kujitengenezea rekodi isiyokuwa nzuri serikalini. Unapokuwa na mwanasheria wako, endapo mtoto wako anasoma sehemu ambayo wewe haufurahiwi, aidha gari la kuja kuchukua mtoto wako kumpeleka shuleni huwa linamshusha mtoto wako sehemu ambapo wewe haupendi, aidha uwaga linamshusha mtoto wako sehemu isiyokuwa salama, basi unatakiwa uweze kumpigia mwanasheria wako simu ili mwanasheria haje kukutatulia hayo matatizo. Hata pia mtoto wako anaendaga shule mara kwa mara lakini akirudi huwa anarudi kwenye hali isiyokuwa nzuri ambayo wewe mzazi haufurahiwi. Hacha kunungunika sana, hacha kufikiria mambo mengi sana. Mwanasheria wako ndio dawa pekee itakayoweza kukusababishia uweze kuondokana na hayo yote. Hata kwenye masuala pia ya kuweza kulinda vitambulisho vyako. Unapopata vitambulisho vya aina yeyote hapa Marekani, unapopata vitambulisho vya aina yeyote hapa Marekani ambavyo hivyo vitambulisho ni muhimu sana kwako wewe mkaaji hapa Marekani, mpigie mwanasheria wako simu haje kuhakiki ya kwamba vile vitambulisho ulivyovipewa je ni sahihi au sio sahihi. Hiyo ni kazi ya mwanasheria wako. Mwanasheria wako utakuwa unamlipa pesa kidogo sana ambazo wewe mwenyewe utakuja kusema ya kwamba labda ungejua tokea zamani usingekuwa umepoteza pesa nyingi kwa kiasi hicho ambacho ulikuwa tayari umeshapoteza. Tuache kupigia polisi simu mara kwa mara. Uzuri pia tena wa mwanasheria kwa wale watu ambao labda wameacha wake zao Afrika, umeacha mke Afrika, sawa, wewe umekuja hapa Marekani na umeacha mke wako kule Afrika, mwanasheria wako huyu kutoka kwenye hii kampuni ya Legal Shield ataweza kusimamia mchakato wako wa kuweza kumuitisha mke wako aje hapa Marekani. Unafanyaje kwa ajili ya kumuitisha mke wako? Cha kwanza, mwanasheria ataweza kuhitaji uwe na vielelezo, aweza uwe na vidhibitisho vinavyoonyesha kwamba yule mtu ni mke wako ambaye amebaki kule Afrika. Ukiwa na hivyo vitu, basi mwanasheria wako atasimama na wewe kidete hadi siku yako ya mwisho ya mke wako kufika hapa Marekani kwa gharama ndogo tu. Ni bora uwe na zile message unazochati na mke wako zinazoonesha kiasi gani mke wako anavyoumisi sana uwepo wako, zinazoonesha namna gani watoto wanavyoumia wewe kuwa mbali na wao, sawa. Kuwa na udhibitisho wa pesa unazomtumia mara kwa mara mke wako kwa ajili ya gharama za watoto. Hivyo ni vitu ambavyo vitakavyosababisha mwanasheria wako anakuwa na nguvu ya kuweza kuamini ya kwamba kweli yule aliyebaki kule ni mke wako, na hapo ndipo utakapokuwa na nafasi mojawapo aizo utakapompatia mwanasheria wako nafasi ya kuweza kutetelea swala hilo la wewe kumuitisha mke wako. Mbali na hivyo, Legal Shield una make money. Huku kwenye Legal Shield unapata pesa. Unapataje pesa kwenye Legal Shield? Najua leo hii business za online zimekuwa nyingi sana. Kuna ma LLC, kuna nyingi. Kuna kampuni nyingi sana ambazo zimejitokeza za online. Lakini hii Legal Shield haikupatii tu mwanasheria, haikupatii tu haki ya wewe kupata kujua haki zako za msingi, kumuitisha tu mke wako au mume wako aliyebaki Afrika. Pia hii Legal Shield inakupatia pesa. Unapataje pesa kwenye Legal Shield? Kwenye Legal Shield unapata pesa vile unavyoweza kuambia watu wengine waje kuingia kwenye Legal Shield. Wanapokuja kuingia kwenye Legal Shield na kuanza kupata wanasheria wao kule kwenye Legal Shield, kuna mambo mbalimbali ambayo yatakayoweza kukusababisha unapata pesa kwenye Legal Shield. Na usishangae hata pesa za kumlipa mwanasheria wako hautakuwa unazitoa tena mfukoni mwako. Zile pesa unazolipwa na Legal Shield kutokana na mambo fulani unayofanya kule kwenye Legal Shield yataweza kusababisha wewe unaanza kumlipa mwanasheria wako pesa kutokana na zile pesa unazolipwa wewe na Legal Shield. Kwa hivyo Legal Shield ni moja kati ya business, tena ni moja kati ya kampuni nzuri ambayo inayokupatia manufaa mbalimbali. Manufaa ya kwanza, kuweza kujua haki zako za msingi kupitia mwanasheria wako. Manufaa ya pili, utaweza kumleta mume wako au mke wako na watoto walioweza kubaki Afrika. Manufaa ya tatu, inakupatia pesa pindi unapoweza kuleta watu wengine. Hii ni muhimu sana kwa mtu yeyote anaishi Marekani na Kanada.
Legal Shield ilianza mwaka gani? Labda walio wengi hapa wanaweza kapendelea kuuliza. Legal Shield hapa Marekani, Legal Shield ilianzishwa mwaka wa 1972. Mwaka wa 1972 ndo mwaka ambao Legal Shield iliweza kuanzishwa, na ilianzishwa hapa Marekani. Inafanya kazi sana Marekani na Kanada. Basi unaweza ukapiga tu simu, nipigie simu kwenye namba ya 270. Kwa wewe ambao unaishi hapa Marekani, piga namba 270-598-2830. Ukipiga hizo namba basi utaweza kunipata. Nitakuunganisha na mtu ambaye labda anaweza akawa wakala wako wa kukuunganisha na mwanasheria wako. Kuwa na mwanasheria ili uweze kuishi vizuri hapa Marekani. Kuwa na mwanasheria wako hapa Marekani ili uweze kuanza kupata haki zako za msingi kwa muda unaofaa pindi unapozihitaji haki zako. Kuwa na mwanasheria wako hapa Marekani ili uweze kuja kupata mambo mbalimbali ambayo ukuwa unayapata miaka iliyopita. Yote hayo utayapata endapo utakuwa tayari umejipatia mwanasheria wako kutoka Legal Shield. Langu jina mimi naitwa Nicholas, na hapa nipo Marekani kwenye jimbo la Kentucky mjini Bowling Green. Nimerudilia kusema kwamba kwa wewe ambaye unaishi hapa Marekani na umeweza kupenda haya maelezo ambayo nimeyatoa hapa kutokana na Legal Shield, basi unaweza ukanipigia simu kwenye namba ya 270-598-2830. Hizo ndizo namba zangu za simu. Nitakuunganisha na wanasheria, aidha nitakuunganisha na watu watakaoweza kukuunganisha na wanasheria hao wa Legal Shield. Mwanasheria analipwa pesa ndogo sana ambayo haifiki hata $100, haifiki hata $80. Inategemea. Sawa, inategemea, lakini ni pesa ndogo sana ndizo utakazokuwa unamlipa mwanasheria kwa mwezi. Na hizo pesa ukifata maelezo vizuri kwenye Legal Shield, ukifata mambo baadhi kule kwenye Legal Shield, aidha ukieleweshwa vizuri kuhusiana na Legal Shield, utakuja kujikuta utakuwa na mwanasheria wako ambaye hautakuwa unamlipa tena pesa zako za mfukoni, bali pesa ambazo utakazokuwa unalipwa kule kwenye Legal Shield ndizo zitakazokuwa zinamlipa mwanasheria wako. Ina maana kwamba wewe utakuwa na mwanasheria usiye mlipa pesa yako ya mfukoni. Chukua hatua kabla haujaweza kukutwa na matatizo ambayo yameweza kuwakuta watu wengine hapa nchini Marekani. Yote hayo utaweza kuyakwepa endapo una mwanasheria. Asante sana kwa usikivu wako mwema ambao umeweza kuutenga kwa ajili ya kuweza kunisikiliza muda kama na huu. Asante.